mpango upo, kwa sababu ukiangalia kwa uhitaji ya next season, Yanga next season wanataka wafanye mabadiliko makubwa kama nilivyokuambia. Na lazima utafute watu ambao wanaweza kwenda kupatia kitu kikubwa. Kwenye na leo tunapozungumza, maana yake tunazungumzia mtu kama Dickson Job, maana yake ni 50 kwa 50. Ukishaka majeraha ya muda mrefu kama yale, kurudi katika kiwango kile sio rahisi. Kwa hiyo inakuwa ni kama ni Kamali. Leo unaona ambavyo ana struggle ya ukwasi. Si unaona anavyo struggle? Anapambana. Mzizi haitakuwa rahisi kwa sababu umekaa muda mrefu sana. Kwa hiyo ukiwa una maono ya mbali, manake Job usimtegemee kwa haraka kiasi hiko. Inaweza ikawa tofauti, akaja akaclick the same. Watu wanatofautiana. Unaona? Kwa hiyo lazima ufikirie kupata mlinzi mwingine. Pia ukiangalia Asinki ameshindwa kuvaa ile thamani ya mchezaji wa kigeni. Kwa nini? Kwa sababu unapokuwa ni foreigner player, alafu unakuja kwenye nchi unakuwa ni chaguo la tatu, maana yake ushafea. Itakiwa yeye aweze kuchallenge na awe anaamua kucheza na nani. Sio, unaelewa hapo kwa bana, mimi niko hapa na namba 5, kwa nitacheza wewe na Mwamnyeto, au nitacheza na Baka au na Job. Lakini wote wakiwa fit, maana yake anakuwa ni chaguo namba 4. Kiufupi ameshindwa. Ameshindwa kwa maana ya kuja kushawishi, yani ile thamani ya international player au foreign player haipo kwake. Yani mantiki ya kuwa ni mchezaji wa kigeni kubwa ambao watu hatupendi kuiongea, na mimi wakati mwingine nasema kwa nini mnakuwa mzungumzi hizi mada. Unapokuwa mchezaji wa kigeni, kama huna majeruhi, kama hujapumzishwa, kukaa benchi ni aibu, ni matumizi mabaya ya resource. Yani bora msinge sajili. Yani timu inapangwa pale first 11, wewe uko jukwani, alafu ni foreigner. Sasa nini ulisajiliwa? Si bora timu zingeamua zitachukua tu. Yani bora wakati mwingine wakawa wanaamua achukua tu 6 tu, ambao unajua mimi hawa nitawatumia yani panga pangua. Leo ukiniambia Diarra ni international player na kuelewa. Kwa hiyo Asinki atarejeshwa Singida. Sasa itategemeana sasa na makubaliano, vitu kama hivyo. Kuna mchezaji mmoja anahusishwa, anatajwa kutoka Asante Kotoko, ni beki. Yanga sasa wanashoa wachezaji wengi sana. Sasa wewe hizo story utazisikia nyingi. Lakini muda ukifika tutawasiliana. Ila beki yupo. Hizo beki ni uhakika kusajili. Ni lazima. Na kutoka nje ya nchi. Sio ndani ya nchi. Kwa sababu mabeki wote wazuri wa ndani ya nchi wako Yanga. Mabeki wote wazuri wa ndani ya nchi wako Yanga. Local players wa ndani wote wako Yanga. Shadrack Boka ataendelea kusalia ama ndo kandarasi yake inapotamatika na endo basi? Imetosha. Ingaje sio taarifa rasmi ya klabu na sio zuri kuzungumza kipindi hiki, lakini nafikiri safari yake itakamilisha mwisho. Hataongeza mkataba. Sio rahisi. Kwa hiyo nafasi yake ni msaidizi kwenye nafasi ile, na yeye ataongezwa mzawa ama nafasi wale upo anatosha? Sasa unamwongeza mzawa aje kumsaidia Mohamed Hussein, sasa utakuwa unajenga au unabomoa? Mohamed Hussein inabidi apate mtu mwingine wa juu yake ili aweze kumchallenge. Kwa hapa Tanzania beki kushoto mwingine kama Mohamed Hussein ni nani? Si basi ni ujeuri wenu tu. Mnaamua tu kwa majeuri tu basi kutafuta basi nani mwingine watazungumza namba 3 wa nchi kwa muda wote kipindi hiki? Mohamed Hussein. Kwa kutoka nje kuna beki mwingine wa kushoto. Definitely. It will happen. Kwa mantiki Yanga watakuwa na idadi kubwa ya wachezaji wa kigeni. Kubwa sana, nilichokwambia. Kubwa sana wanasajili. Haitakuwa na athari kwao kwa sababu kila msimu wachezaji wengi wanasajiliwa. Athari inategemeana unasajili watu wa namna gani, kwa malengo gani na mipango gani ya mwalimu. Unaweza ukasajili watu walio tayari, hao watu ambao wako tayari. Mfano Simona usajili wa Depo. Kwani imemchukua muda gani kuweza kuclick? Haijamchukua muda. Yani ukitumia hela vizuri watu wanakuja. Sio hata ali nani hao wakichukua watu wakifika pale wanawaka. Wamo. Inategemea unachukua sasa unakwenda kusajili mchezaji. Yani alikotokea naambia mwaka juzi 2023 alikuwa anacheza pengine Uturuki. Hapa katikati hamna kitu, unategemea nini brother?
kweli. Si unaelewa sio? Wewe inakuwa ni kamali. Sometimes utafanikiwa lakini sio. Unaelewa? Hata ukiangalia hata wachezaji wengi wakina Max wafanikiwa lakini ni kwa staili hiyo hiyo. Yaani kwa level ya Simba na Yanga saizi maana yake unachukua mtu ambaye kweli. Leo hii Yanga wamemchukua Okelo, hata kama angefeli, huwezi kulaumu management kusajili Okelo. Kwa sababu kuna kitu alikotokea ni mchezaji mkubwa, yaani anaonekana wewe mchezaji mkubwa. Kwa hiyo akifeli inakuwa hiyo ni football tu. Mimi binafsi bado sijamkatia tamaa kama mchezaji. Unajua kuna wakati mwingine tunashindwa kuwapa nafasi ya wachezaji, lakini pia inategemeana umeenda kwenye timu kipindi gani. So unaelewa? Ujue Buba amekuja Yanga kipindi ambacho timu iko down. Timu inatafuta mtu kuiokoa. Kwa hiyo amekuja anadaiwa afanye kitu kwa haraka. Kwa hiyo hakupata nafasi ya kuanza kuadapt. Utakuwa shahidi alipokuja Mayele hakuwa kwenye pressure. Hakuna ambaye alikuwa anamfahamu. Hata asipokuwepo timu inashinda, lakini amekuja mtu anaanza kuingia taratibu. The same wakina Ziziki, the same wakina Pakome na wengine waliokuja. Lakini angalia ujio wa Okelo, anafika tu tayari ni regular starter kwenye kikosi. Tayari timu inataka matokeo dhidi ya Ali, dhidi sio ya Farabat, dhidi sio timu gani. Bila kuangalia ametokea katika ligi ya namna gani, amekaa katika mazingira gani, aweze kuadapt chakula, aweze kuadapt mfumo na vitu vingine vingi. Sio kila mtu ana uwezo wa haraka kuweza kuadapt mazingira mapya. Iko tofautiana kwa kitu. Kwa hiyo hajapata ule muda wa kuweza kuleni na kuanza kuadapt. Kwa hiyo mimi naamini kwamba, lakini pia hata aina ya ligi iliyotokea, ushindani wake ni ligi ya namna gani? Unaingia kwenye ligi ya namna gani? Ina hali gani? Kwa hiyo kuna vitu vingi vya kuviangalia baada ya kuanza kumkosoa mchezaji na kuona pengine amefeli. Kwa hiyo mimi naamini kwamba akiendelea kupewa muda hana kitu, mimi nakiona hana kitu. Kwa upande wangu mimi. Unamuona akibaki kwenye dirisha kubwa la usajili? Sasa itategemeana na malengo alionayo club, lakini pia na consistency ya muda uliobaki. Bado sasa Yanga na mechi 13 za ligi. Ile mechi za FA, sio na Mapinduzi, sio na Muungano, unaelewa Kwa hiyo itategemeana hapa nini atakachokifanya. Kwani Okelo ambaye alianza na wale Wade sawa? Si mechi 4-5 tu zimebadilisha kila kitu leo hii. Mechi kadhaa tu za juzi hizi zimebadilisha kila kitu. Na ndio maisha ya mpira. Bobo anaanza akafanya vizuri kwa mechi 2 tu, tayari pepo wote kubadilika. Tukaanza kuona yeye ni hero. Ndio football jinsi ilivyo. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.